Kupitia programu ya Tanga Yetu tuna mradi ambao tumeanza kutekeleza toka mwaka jana, unaitwa Focus on Youth Not the Substance, ambao tunautekeleza kwenye kata 27 za halmashauri ya jiji la Tanga ndani ya mitaa 178, na mradi unaenda vizuri. Kuna mambo mengi yanafanyika kwenye mradi kupitia programu ya Tanga Yetu chini ya ufadhili wa Foundation Botna kwa kushirikiana na halmashauri ya jiji la Tanga na usimamizi wa Innovex. Asasi yetu sisi tuko watu 9, na lakini wote ni living experience, yani watu tupitia matumizi ya dawa za kulevya. Mimi huwa na declare ni mtu living experience ili kuiaminisha jamii. Inawezekana mtu akaingia kwenye tatizo hili kwa bahati mbaya au kwa makusudi, lakini inawezekana pia akaacha matumizi na akawa mzalishaji mali au akawa raia mwema kwenye jamii yake. Mfano mdogo au mfano mkubwa ni mimi hapa. Lakini ukienda kwenye uhalisia, sababu ni nyingi, lakini naweza nikazitaja chache. Mfano, kuna single parents, watoto kulelewa na upande mmoja, au mtoto analelewa na bibi, lakini kuna peer pressure, makundi rika. Anakutana na changamoto nyumbani, afu akija kwenye maeneo ya shule anakutana na hilo kundi rika ambalo linampa vitu vizuri kwa kuona yeye, kwa sababu anakosa vitu vizuri kule nyumbani, wanakuja kumintroduce kwenye dawa za kulevya. Lakini kuna mila potofu. Wengine wanasema ukitumia dawa za kulevya unafanya vizuri kwenye baadhi ya shughuli au utafanya vizuri kwenye mtihani, vitu kama hivyo. Lakini kuna zingine ni kwamba upatikanaji wa hizo dawa kiurahisi. Dawa zinapopatikana kiurahisi kwenye jamii yetu, maana yake ni rahisi watu kwenda kuingia kwenye matumizi ya hizo dawa za kulevya. Lakini pia wazazi kutokuchukua majukumu yao ipasavyo, lakini na jamii husika kutokuchukua majukumu yao ipasavyo. Lakini ukiondoa na hivyo pia elimu kwenye jamii ilikuwa ni changamoto. Hata si kipindi wakati tunaingia, maana swala la elimu lilikuwa halipo, na tulikuwa tunaingia kwenye matumizi kuona kama ni kwenda kutafuta furaha. Mimi imani yangu ninavyoamini, na ndivyo ilivyo kwenye issue ya uraibu au utumiaji wa dawa za kulevya mpaka kuingia kwenye addiction, ni watu wanatafuta furaha. Amekosa sehemu zote, anaona akiingia kwenye utumiaji anaenda kupata furaha, lakini mwisho wa siku anaenda kukama, anaenda kunata, anaenda kuwa tegemezi wa hizo dawa. Ina maana akiwa hana furaha alikuwa atumie. Na muda mwingine watu wanakimbia pia uhalisia. Yani maana kama amefiwa anataka atumie, kama ana furaha anataka atumie, lakini end of the day kinachokuja kumtokea yule mtu ni kwamba anakwenda kuwa tegemezi wa hizo dawa, kwamba anapotakiwa kufanya kitu chochote lazima apate dawa afu ndo afanye kitu, na atafanya njia na njama ili aweze kupata hizo dawa za kulevya ili kuweka kukidhi haja yake ya kimwili, na mwisho wa siku pia hata ubongo unaenda kuathirika. Ninachojivunia ni kuona kwamba kupitia mashirika ya serikali likiwepo Gift of Hope, tayari idadi ya vijana wanaoanza kutumia madawa ya kulevya inapungua. Lakini pia wale ambao wanatumia wameshajengewa uwezo wa kuwa waaminifu kwenye utumiaji wa dawa, na tayari wamepata unafuu. Baada ya kupata ule unafuu, wameingiza kwenye shughuli za kiuchumi, mpaka serikali sasa, hususan halmashauri ya jiji la Tanga, ikaamua kuanza kutoa ruzuku ili kuwasaidia waweze kupata kipato ambacho kitawasaidia katika familia zao, waache kukumbuka tena kutumia dawa kulevya na wajiingize kwenye shughuli zingine. Mimi kwa majina naitwa Halid Rashidi, ni naibu meya wa jiji la Tanga. Mkazo unahitajika sana kwenye jamii yetu, kwenye jamii kule chini, kwa sababu watumiaji hawa hawatoki angani, wanatoka chini kule. Kwa hiyo mkazo mkubwa unahitajika uweko kwenye jamii, lakini si kuachia tu wenzetu wa Tanga Yetu na taasisi nyingine. Jamii yetu, kwa maana wazazi na walezi, wana nafasi kubwa ya kuhakikisha mapambano haya yanafanikiwa kwa kiasi kikubwa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.